Hello, habari ya asubuhi hii. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na ya Baba wa mianga ikae nanyi katika siku yote ya leo na hata milele. Amina. Leo nimekuja kuwaletea wazo kuhusu jambo kuhusu mmea huu ambao unaonekana hapo mbele, ili kwamba likipendeza liwe wazo lako pia. Tulitoka kujifunza kuhusu broccoli, lakini nikaona kwamba acha na hii nayo tuweze kuifahamu. Huu mmea unaoitwa hapa, unaoonekana hapa, hauitwi broccoli kama ule tulioona hapa kwenye video iliyopita. Ni miongoni mwa mimea pia ambayo inasaidia sana katika matibabu kwa wale ambao wameamua kuishi kiafya, ama wale ambao wameamua pia kuwa wa matabibu wa kiinjili. Sasa huu mmea hapa unaitwa Brussels sprout. Brussels sprout ni sijui unaitwaje kwa Kiswahili, ila ni mmea fulani ambao faida zake zinatosha kabisa mtu kufunga safari kwenda kutafuta mahali ulipo. Kwanza uko rich ni vitamin C and K. Vitamin C nyingi sana kwenye mmea huu, ambavyo faida zake hizi kama tulivyoona inafanya ni ile ufyonzaji wa calcium nyingi katika mifupa, lakini pia uko na fibers za kutosha kama unavyoona hivi. Hizo kamba na nyuzi ndogo ndogo za huu mmea ndio zinazofanya mmeng'enyo wa chakula uwe rahisi, lakini pia matatizo kama ya indigestion, kukula halafu chakula kimeng'enywi, pamoja na kukaa muda mrefu bila kupata choo, mmea huu matatizo madogo sana unayashughulikia. Sasa lakini unahitaji utaratibu wake na maelekezo katika matumizi yake, maana unaweza ukauchukua tu jina lake Brussels sprout, alafu ukaenda jikoni ukaenda kuua ukala kitu ambacho ni tofauti na Brussels sprout. Faida nyingine kubwa ya mmea huu, yenyewe unaimarisha mifupa kama tulivyoona, lakini magonjwa ya moyo, wala ambao mioyo yao imeshapata majeraha siku nyingi kwa sababu ya uharibifu ambao tumejiletea, Mungu hajakata tamaa na kutuacha tupotee kwa sababu tulijichagulia uharibifu. Mungu hana kinyongo hicho, wala hana kisasi, wala sio tabia yake. Yeye ametuletea hii iweze kuwa sehemu ya kurejesha amani yetu ambayo tumeipoteza kwa matumizi mabaya ya miili yetu. Sasa mmea huu kwa wanaotumia sana unasaidia magonjwa ya moyo, kwa sababu zile fiber zake ambazo tumeona hizo kamba zina eliminate kabisa cholesterol, LDL, hizo mafuta mabaya ya cholesterol, yenyewe inafukuza, inaondoa kabisa hii Brussels sprout. Ningewapendekezea kila mmoja ambaye hata kama una kieneo kidogo tu kama hiki, sio kwa ajili ya matumizi ya biashara, lakini kwa matumizi ya chakula cha nyumbani, kwa wale ambao wanapenda kutumia maeneo yao madogo, sio kwa ajili ya kupanda maua bali kupanda mboga, mimi ningekupendekezea hii, ingekuwa faida na manufaa makubwa. Lakini wale pia ambao wako na uzito uliopindukia, uzito ambao ni zaidi ya kawaida, unakuwa regulated na matumizi mazuri ya mmea huu ambao kimsingi ni mboga. Unapokula unaweza usijue kwamba unajitibu, wewe utajua kwamba unajiganga njaa tu peke yake, lakini baada ya muda utagundua kwamba
ulikuwa unashughulikia tatizo lako la uzito. Lakini pia tumboni tunajua kuwa tuna viumbe wenzetu ambao ni bakteria. Bakteria waliomo tumboni, wale wazuri, ndio wanaofanya mmeng'enyo uende sawa, ndio wanaoshughulikia mmeng'enyo. Sasa Brussels sprout yenyewe kazi yake ni kuwalisha hao na kuwapatia usaidizi kwa ajili ya kufanya kazi yao kwa urahisi na kuongezeka, ambao ngoja nikwambie, kama sijui kama walikuwa unaelewa, hao bakteria wazuri wakiisha kwanza wanaishaje? Wanaharibiwa na ulaji wa nyama, vyakula vya nyama pamoja na mazao yote ya wanyama, kwa maana ya eggs, milk na vyovyote ambavyo utachuna kutoka kwenye viumbe hai ambao wameuawa. Sasa asidi ambayo ni matokeo ya ulaji wa nyama huwa inaenda kuwaua hao viumbe wenzetu, hao bakteria wazuri kwa ajili ya mmeng'enyo. Sasa inapotokea wamekufa, na kuwaje? Ili kuwarejesha, unaweza ukawarejesha labda kwa njia tu ya enema. Sasa enema sio matibabu rahisi sana, lakini pia ni matibabu fulani ambayo yanagharimu yani hata heshima yako. Sasa sitaki kuingia humo kwenye enema sana, lakini nataka nione kuona kwamba wale wadudu, sio wadudu ni wadudu, wale viumbe ambao ni bakteria wazuri wa mmeng'enyo huwa wanaweza kufaidika sana na matumizi ya mmea huu unaoitwa Brussels sprout. Utaniambia wewe unauhitaje, utaniambia nyewe mnauhitaje, aidha kama kuna Kiswahili kizuri. Hii vikiwa kwenye stage hii huwa vinafanana sana hivi vitu. Kwa mfano hii collards ambayo tumeiona kwenye somo lililopita, jinsi inavyofanana na broccoli, na hii jinsi inavyofanana pia na collards nyingine, na collards za kisasa hizi za kwenye pembejeo zinafanana sana na hii. Lakini ukiangalia hii ambayo sasa tunaendelea kuiangalia, ukakaangalia na haka kadogo haka pamoja na haka pamoja na hako, unaweza ukasema ni mmea mmoja, but they are two different hivi. So hiyo tumeona ni Brussels sprout, lakini haka kenyewe ni ka broccoli pamoja na haka pamoja na haka. Baada ya kusema hayo, nikutakieni siku njema, lakini kabla sijakuaga, uniambie hii inaitwa nini? Hii hapa unayoiona hii ni kitu gani? Hizi hapa hizi inaitwaje? Tukutane hapo kwenye comment section. Tukutane kwenye comment section. Ubarikiwe.